Yo, mambo vipi wadau, mambo vipi vijana wenzangu, mambo vipi wakubwa. Leo nimeamua nichukue nafasi hii kuja na business idea ambayo inaweza ikakwamua vijana wengi, kwa sababu kumekuwa na wimbi la ukosefu wa ajira na nini, kumekuwa na changamoto za hapa na pale, lakini wewe mwenye afya na akili timamu, basi wewe ni ajira tosha. Fursa ni nyingi sana. Ni vile hatutaki kujifunza, au ni vile tunakuwa na ile aibu na ile mindset ambayo kwa vijana wengi imekuwa ni kama gereza ama kaburi la kwamba watanionaje, sasa itakuwaje, kwa sababu kumekuwa na hulka ya vijana wengi wa kike kwa kiume, kila mmoja ni rich kid, which is not true. Nyumbani apecha lolo, lakini huku mtaani tunataka tuonekane tunavyo. Na ndio maana wanakuja watu kutoka mikoani huko, wakifika hapa wanafight bila aibu. Siku 2-3 katoboa. Unaanza wale mara magumashi, mara Freemason, mara sunini. Hakuna, ni kujituma tu na kuweka aibu pembeni, kwa sababu usione aibu kuvuja jasho wakati unatafuta hela sabuni. Sawa Kwa hiyo mimi na business idea moja, ama inaweza kaza zaidi ya moja, so it depends na umakini wako. Kwanza ningependa utake very serious note kwenye hili. Linaweza kawa msaada kwako. Ushansoma? Inaweza kawa msaada kwako. Mimi nina biashara ya simu na ninafanya biashara pia ya makava ya simu. Najua watu wengi mtaji wa biashara ya simu bado hamna. Sasa nini tunaweza kufanya? Tunaanza na biashara ya makava ya simu, ambapo makava haya ni kama ambayo tunayafahamu, silicone, hizi silicone cover. Phone case, au wengine wanaita phone case, wengine wanaita cover, whatever, but ni cover za simu. Cover hizi za simu kwa rejareja mtaani wanauza kwa 10,000, wengine wanauza 7,000, wengine wanauza 8,000, na 7,000 ni wachache sana, of course ni 10,000 mpaka wengine 15,000, hasa kwa huko mikoani ndio unakuta 15,000. Yes, lakini mimi naenda kukusaidiaje wewe ambaye una mtaji mdogo? Mimi nataka uwe na mtaji wa 300,000. Sawa? Ninakupa makava 100 ambayo ni sawa na umenunua kava moja shilingi 3,000. Makava 100, sawa, ukikalkuleti makava 100 ukikalkuleti kwa shilingi 3,000 ni sawa na 300,000, si ndio? Ambao ni mtaji wako. Sasa wewe ukienda kuuza kwa, tuseme usiweke tamaa kuuza 10,000 shingapi kwa baadaye, ili usiingie competition sana na mzigo wako na rotation ya haraka. Nenda kauze shilingi 7,000. Tega sehemu ambazo zina population, sehemu za chuo, uza kwa shilingi 7,000, ambapo ukimaliza makava yote 100 sawa na shilingi 700,000. 700,000 ukitoa 300,000 ya mtaji, una faida ya 400,000. Si umeelewa? Na nikwambie kitu, kwa mimi ninavyoifahamu biashara ya makava, ukiwa umetega sehemu nzuri, ndani ya wiki moja umemaliza makava 100. Trust me or not, ndani ya wiki moja umemaliza makava 100. Sasa unapomaliza makava 100, sawa, unakuwa umemeki faida ya 400,000. Tuseme umemaliza ndani ya wiki, hata kama ni wiki 2, 400,000. Huo ni mshahara wa mtu wa mwezi na una makato, lakini wewe unachukua kama ilivyo. Tuseme umeweka
labda umeamua umemweka mtu, sio lazima ukakaa wewe kama unajiweza, lakini kama unaweza pia ukafanya hivyo, kwamba sio lazima ukae wewe, ukaweka mtu sawa, ambaye unakuwa nampa labda 100,000 kwa mwezi, au mkasema mnaelewana mtakuwa nampa 200,000 kwa mwezi sawa. Tukienda na 200,000 kwa mwezi, ambapo tuseme hii hela unameki wewe ndani ya nini, hela labda wewe unameki hii faida labda wewe unaimeki ndani ya wiki, mwezi na wiki 4 sawa, hii times 4 sasa ni 1,600,000 umemeki ndani ya mwezi sawa. Tuseme uko wewe, kama uko wewe golini utakuwa unachukua 1,600,000, ila kama umeweka mtu, ina maana hii uta minus labda tuseme unampa 200,000 kwa mwezi, na maana 1,400,000 ni ya kwako. Kwenye hizi faida unakuwa umekosa nini? Umepungukiwa nini? Umemeki pesa kama hii, unakuwa umekosa nini? Bado utaendelea kulia njaa tu? Kuna vijana ambao mna mitaji, neema ipo nyumbani, sio lazima ukaanza mabiashara ya mamilioni huko. Njoo ufanye hii, langua na hizi simu used pia, mimi ninazo hizi, lakini hizi sana sana ukiuza faida utapata. Ukisema wewe uuze kwa bei ya rejareja, mfano hii ni 512 iPhone 11 Pro Max, hii ni 512 GB. Hii ukilangua kwangu alafu ukauza, faida unaweza kupata 1,500,000, 1,00,000. Umeona? Kwa hiyo maisha ni kuchagua. Sawa bwana, maisha ni kuchagua. Na hizi speaker pia, hii natumia mwenyewe, lakini ila zipo hizi speaker, wengi mnajua mdundo wake, na mdundo mkali. Umejiweza, unalangua hizi hata 2, unaweka golini. Tafuta sehemu ambazo zina vyuo, ama sehemu ambazo zina masoko, au sehemu ambazo zina mikusanyiko watu, kama stendi za daladala, mfano Mawasiliano pale Mbagala, Gongo la Mboto, wapi. Weka goli lako, na sio lazima uchukue frame kwa biashara kama hizi. Chukua banda, ama unakuwa, yani utaangalia ambavyo wewe itakuwa affordable kwako. Weka, piga kazi, fanya biashara, itakusaidia wewe, kwa sababu hichi unachokitengeneza leo ndio kitakacho kuokoa kesho. Sasa usisubiri kesho ije na depression. No, kataa hiyo. Chimakeke anakuambia toka magetoni. Sasa toka magetoni, mimi nakupa na namna ya kuja kusurvive huku mtaani. Usije ukaingia tamaa na mali za watu, ni mbaya, utapotea. Kwa hiyo wewe njoo na shilingi 300,000 yako ya makava 100. Nakupa makava 100 cash. Utanishukuru baadaye na utarudi. Shanielewa? Na utarudi. Njoo chukua mzigo wako, nenda sukuma. Umeuza huku. Mimi nakwambia kwa wiki makava 100 lazima yakate. Kama sehemu ina population ya watu, makava 100 lazima yakate. Njoo nikusaidie wewe, tusaidiane kwenye maisha. Unajua, kwa sababu maisha ni kusaidiana. Wewe ni cheki WhatsApp hapo, ukiamua kunipuuzia wherever. Na nikwambia biashara hii ya makava, kava haziharibiki. Kava sio kama nyanya, wala kava haina litani. Simu hizi zina litani. Labda imeenda mtu tena watu wenyewe, watu wabaya. Wewe challenge kwenye biashara ya simu ni kubwa sana. Mtu anachukua simu kama hii ni nzima. Mfano kama hii simu nimekaa nayo hapa nyumbani
mimi naitest, naitumia kwa sababu ni sim used. Naitumia hapa, iko vizuri kabisa. Nimeichaji jana, si ndio? Nimeichaji jana, lakini mpaka sasa hivi ina 91%. Iko on yani. Hii hapa kama utaona vizuri, na 91%. Ila huyo mtu atakavyoenda kutumia whatever, lakini namuamini, mtu ambaye namuamini. Kwa mtu nakuta anatumia, ananua simu 700,000, 600,000, 500,000, sawa, 400,000 whatever, lakini anaenda kutumia chaja ya kuungaunga, anaunguza simu na kurudishia, lakini kwenye cover utakutana na hicho kitu. Kwa kama unaweza kuongea hata na mzazi wako, ongea naye kwamba bwana, mimi mzee nimeona bora nifanye biashara hii, ni support, au mimi mama nimeona nifanye biashara hii, ni support. Asiye na hela anawahi sana kuchokwa, ndugu yangu. Wewe mfano upo tu nyumbani, kama ndo umemaliza chuo, umemaliza shule na umezingua, amua kuchukua maamuzi mapema kabla haja kuchoka. Bila hela mwanangu ni noma, pieces zitakutosa na wewe pieces zenyewe. Kwanza sasa hivi zenyewe tunataka pieces ambazo zinajielewa, pieces naojua kupambana. So pieces mzigo vizinga kila siku vibomu. Haya, njoo chukua cover hizo hapa. Au kama una mtu wako, mwambie idea ya biashara, atakuona hata una akili. Sio kila siku unaenda nataka wigi fulani imetoka, sijui imekwaje, mara makucha marefu, mara siwasemi vibaya, lakini mnazingua. Wigi la 700,000 kwenye kichwa ambacho hakiwezi kuwaza biashara hata shilingi 3,000 ni mzigo. Empty head unaenda kuweka wigi la 700,000. Ni huzuni. Siongei vibaya, lakini ni huzuni. Njoo chukua makava hayo. Nimewapa kiwango kidogo cha makava 100 kwa sababu nimeona kutokana na hali ya kiuchumi, lakini mtu kukosa 300,000 ni kitu kigumu. Lakini najua kuna ambao mtachukulia hii serious na mtanitafuta, mtakuja. Mimi sitaki nitumie hela yako. Njoo uone, oji swali lolote nitakujibu. Njoo onana na mimi, chukua mzigo wako, na utaona hata mimi ambapo ninauzia, utaona traffic ya watu wanakuja kununua. Sasa nimekaa nikawaza, nikasema kwa nini wabaki hawa watu? Kwa nini nisisaidie na vijana ambao kwa mtaani? Unajua kuna watu idea hawana, ni hard workers sawa, lakini idea hawana. Kwa hiyo hii ni ya kwako wewe sasa. Kwa hiyo fanya kunicheki, tusiweke maneno mengi, video itakuwa ndefu, lakini fanya kunicheki. Usione aibu kutafuta pesa ya sabuni. Yaani usione aibu kuvuja jasho wakati unatafuta pesa ya sabuni. Tafuta, pambana. Bila kusahau wale wanaotaka, mfano kuna wapo ambao wana mitaji tayari mikubwa. Unataka kuagizisha, unataka biashara yako kuagiza vitu China. Pia ukinicheki mimi nitakusaidia kwenye hilo. Kitu chochote, mradi kiwe tu hakina, yaani sio illegal. Sawa nitakusaidia. Bidhaa yoyote, mradi sio illegal. Nitakupa condition zake na nini, utafanya. Nitakuagizia, nitakuletea. Sawa. Kwa hiyo mambo ni mepesi, uamuzi ni wako. Maamuzi yako ya leo ndio msaada wako wa kesho. Usipoteze chance hii. Sawa bwana. Usije ukanicheki siku mimi mwenyewe nishapiga vibunda, sababu mwenyewe mpambanaji. Sio uje unicheki siku mimi nishapiga vibunda ndio unaanza kuniambia bro, siku moja niliona hivi na hivi na hivi. Mimi nishajipata hapo. Nitakusikiliza tu, nitakukatia simu.
Njoo tupambane sasa hivi. Omba hata ushauri, uliza hata swali. Sawa? Uliza hata swali. Wewe ni check WhatsApp, namba hii hapo, ni follow Instagram. Wewe andika Benga_Tronics utaniona. Umeona? Tronics ya X. Njoo tupige maisha ndugu yangu. Tuache fezea. Kutokuwa na fedha, kutokuwa na pesa, sasampa ni fedhea. Trust me nakwambia, ni fedhea. Pata hela uone hata ndugu wasio kujua. Hapo ndo utawajua. Kumbe huyu ni ndugu yangu. Kumbe huyu ni ndugu wengine wanakukwepa kwa sababu wanakuona huyu jamaa anaweza kanipigia mzinga, huyu anaweza kama mzigo kwangu, anaweza unaambia pata pesa uwajue na ndugu zako wote ambao wamejitenga. So unaenda kwenye kikao cha familia, ndugu yangu, wewe unafungulia Pepsi tu au Mirinda au Coca au nini, hata hujaulizwa. Hivi unajua ukiona hela hata ukinywa pombe ulewi hivyo. Nenda sehemu kama Serena huko wapi. Watu wanakunywa na walewi. Lakini wewe jaribu hapo. Piga kikali kimoja tu chali. Umaskini hauendani na starehe. Sasa wewe stareheka, jifanye kama ushafanikiwa. Usishindane au usiige maisha aliyofanikiwa. Njoo tupambane. Tupambane ya hela yote. Tupambane ya hela yote. Na kwa wale ambao wako mikoani, na nyinyi hii kwenu ni fursa kubwa sana, kwa sababu kupata mzigo kama hivi ni nadra. Yaani kupata biashara ya kufanya alafu faida ikawa kubwa kuliko mtaji ni nadra. Lakini mimi nawaambia, fanya research. Sawa, hizi cover mtaani mnauziwa shilingi ngapi au mnanunua kwa shilingi ngapi au hivyo. Hata ambao mnafanya hii biashara, kama una sehemu unanunua, njoo mimi ninakuuzia kwa hiyo 3000 ambayo ni bei ndogo sana, hutapata sehemu yote. Njoo takuuzia. Sibagui mtu. Mimi ninachotaka watu wafanikiwe. Kwa hiyo fanya kunicheki, ni follow Benga_Tronics. Ni cheki hapo. Nitumie message WhatsApp. Japo ukipiga hii line hii namba inapatikana, lakini sidhani kama necessary sana kama hatujatambuana au kuelezeana bwana bro hivi na hivi na hivi. Fresh unaweza kupiga of course. Ukiona neno la msingi wewe ni cheki. Ila nia ni kusaidiana. Ciao.